Hello? Yeah? Hello? Uh-huh. Okay, this is Service from Lloyd TV. From? From Lloyd TV. Uh-huh. You had given me your number on Instagram. Mm-hmm. So I was asking about the story of you shifting from gospel to secular. No, I did not state anywhere that I'm leaving gospel for secular. I don't think there's anywhere that you can quote me saying that I'm leaving gospel for secular. So I just said that I've quit gospel music. I didn't say that I'm quitting gospel for secular. and so are you still in the music industry or you left the music? No. Yes? I'm not. I've quit doing gospel music and I've been a gospel artist. So I've quit music. And so you have quit music? Hello? Yes? Namaanisha yani nimeacha kufanya muziki wa gospel because I'm a gospel artist na nimeacha kufanya muziki wa gospel, kwa hivyo I won't be releasing more songs from now. But you're still under EMB Records. I can't be under EMB Records because I was signed under EMB Records as a gospel artist by the name Wisdom, and I've quit doing gospel music, and EMB is a gospel record label. So that means that I'm no longer a gospel artist under EMB Records, maybe under other conditions or other occupations, but not as a gospel artist. And why did you decide to do this? Nadhani nishaeleza kila kitu. Ni kuhusu tu zile vita nimekuwa napitia na chuki na uhasidi kutoka kwa wasanii wenzangu ambao they are not real to God and they are preaching positivity and God's message, but deep in their hearts they are full of hatred, fakeness and jealousy towards anyone who is succeeding and prospering more than them. And that's why I've felt that it's the high time that I find my own happiness, because siwezi furahisha watu kama si yuko happy. So nimepigwa vita nyingi, nimejengewa scandal, nimejengewa scandal na wenye kunijengea scandal, after hiyo scandal inatoka they frame me with that scandal and they've been really fighting to see me niko excluded from the gospel fraternity. So I didn't want them to exclude me from the gospel fraternity. I wanted to release myself and leave them waendelee with the fakeness and the pretendency towards God. Nikuwe real na Mungu wangu na niendelee na hustle zangu, nijenge familia yangu, nijenge roho yangu na nisifocus na kupigana kwa vita. Ni kama tunashindana nani ndio mkubwa ama nani ndio anafanya poa, wakati agenda kubwa ni kufikishia binadamu ujumbe kuhusu Mungu. So haina haja tupigane kuhusu kufikishia watu ujumbe kuhusu Mungu. And are you still in good terms with Bart? Sorry? Are you still in good terms with Bart? Yani bado mko sawa ma? Kabisa bro, kabisa. Yani Bahati is not just a mentor ama just a boss to me. He's my best friend and ameniona nikipitia depression, nikipitia cyberbullying, nikipitia exclusion, nikipitia fights za hao watu wa gospel ambao wanapiga mtu yeyote ambaye ako na Bahati vita, kwa sababu walishashindwa kushukisha Bahati. So wana kuextend hizo vita kwa watu ambao wako na Bahati, and that's why you'll notice that they don't support Deno. Deno is someone who is disabled and someone who needs their support, and you'll notice that nataka nikutume kwa Instagram account that any top gospel artist, any from Daddy Owen to Masimasika to Size 8 to Gloria Muliro to anyone mwenye ako kwa gospel industry, anyone, even the gospel DJs, nataka nikutume kwa Instagram account zao wote, unionyeshe mmoja mwenye amepost Deno wakati ametoa wimbo. Yeah. Umenipata?
hautapata hata mmoja mwenye amepost the latest cover song ya Deno. Before that alitoa song inaitwa Nakupenda. Before that alitoa song inaitwa Takeover. Before that alitoa song inaitwa Bado. Hautapata mtu alipost Deno. Why? Because Deno ako affiliated na Bahati na Wisdom. Deno ako affiliated na EMB. So wanamfight kwa sababu ako EMB. Badala wa support Deno wapate baraka zao kwa sababu Deno anahitaji support yao. And those are the small things zenye nakupea kama example kukuprovia kwamba they are really fighting Bahati, and anyone who is affiliated to Bahati are subjected to those personal fights, and I'm the most attacked because I'm the right hand man wa Bahati. So mimi sina brand ya Bahati yenye wameshindwa kushukisha. Yangu imeni affect how wame have kusway a bigger number ikuje kuni attack kwa cyberbullying, ini treat to depression, ini treat to kutojiamini, na wanarudi wanasway other persons through the scandals zenye wananijengea watu waamini mimi ni mbaya na chafua gospel. Na hizo scandals wanalipia bloggers, wanaandika bloggers, wakiandika fan wangu akisoma akiona jana nilifanya hivi anaamini. I don't have any space to prove myself right, and even if I was wrong, I don't need to be exposed for me to be corrected. If we are really brothers and sisters in the gospel industry, they should correct me within the gospel fraternity. They should not condemn me. And those are the few reasons that made Willie Paul to leave gospel industry. Na akaona aende mahali ambapo ako na uhuru na amani. So hizo ndio vitu kidogo zenye zinafanya mimi na kuwa at peace kuacha gospel industry. Nibaki na Mungu wangu, lakini nisibaki na watu wenye najua they are not really born again, they are not really positive to God, because wana preach kwa Instagram with long posts about God, but deep in their hearts wana fight anyone mwenye anakama above them. So wanapendana wenye wanateseka, lakini mwenye amebarikiwa wanampiga vita. And that's why mimi niko kwa vita kubwa, kwa sababu Bahati ako karibu na mimi na nimesimama na yeye, na kitu anafanya na support, akiimba na akode na support. Why? Mungu anasema mahali watatu ama zaidi wanaungana na waelewane, Mungu ako hapo. Kwa hivyo Bahati anaona area imbe na akode ambaye mwenye anamuelewa na anampenda, na akode anatamani kusifia Mungu wake mwenye amemtoa kwenye amemtoa, kuliko aimbe na mwenye kwa roho yake hataki. So mimi nimetoka kwa gospel industry with a positive vibe. I just want to clarify that I've not left gospel to go to the secular world. I've quit gospel completely na siendi secular. I just want to live with my God and my family, na nifanye mitikasi zangu na hustle zangu, nitimishe ndoto zangu, lakini sio kupitia kwa muziki wa gospel. Juu gospel industry mali inashuka chini saa hizi, inashuka kwa sababu hao watu hawapendani, na usingoje wapande saa hii kwa sababu hawapendani. So kwa sababu hii sababu ndio unadhani pia Mr. Seed na David Wanda waliondoka EMB ama ujisiri yao? Siwezi zungumzia hao wanaitangwa casualties. Hao ni casualties wa the stupidity and the mediocrity in the gospel industry. What do I mean by that? Mtu yote ambaye anasaidiwa na Bahati wanamtumia kupiga Bahati. Mimi walinitumia wa kwanza 2016. Wakanitumia, wananiambia ende useme hivi, naenda nasema, wananishukuru sababu najaribu kushukisha Bahati chini. Hao wasanii wenye unataja walitumiwa na hao wasanii kushukisha Bahati chini, lakini hajashuka. Wao wenyewe saizi wanateseka, na hata ile kidogo wanapata kwa sababu ya mali Bahati aliwaacha. Hauko ushaisikia huo mtu? Hao watu wawili umenitajia huko ushaiwasikia? Ungeniuliza hiyo swali. Na hata wewe mwenye umenitajia Mr. Seed ungewahi msikia kabla Bahati amemrudisha, alikuwa ameisha.
Lakini wakati watu wanaona Bahati amechukua mtu, wanataka kumtumia kumpiga vita. Kwa hivyo walikuwa misled, na ndio maana sasa hivi hawafanyi vizuri. Nikuulize swali. Hebu niambie nyimbo ya mwisho wao wasanii wawili umetaja. Inaitwaje? Nimesikia Mr. Seed ni superstar. Nataka uniambie nyimbo zao za mwisho. Zenye wametoa latest. Yao Mr. Seed nadhani ni superstar. Si unaona hujui, hiyo sio latest. Haya, twende kwa huyo mwingine. Huyo mwingine yake latest gani? Nadhani hiyo kwa hiyo Sondeka hiyo gospel. Si unaona bro, umekosea zote. Kwa nini hujui? The reason why hujui ni jua wafanyi vizuri. Sababu nikikuuliza latest ya Nyashinski utaniambia. Nikikuuliza latest ya Meja utaniambia. Nikikuuliza latest ya Kutopizo utaniambia. Nikikuuliza latest ya Bahati utaniambia mimba nako. The reason why wewe ni mtu wa media na hujui nyimbo wametoa latest ni kwa sababu hawafanyi vizuri. Wenye waliwadanganya walishaachana nao. Kwa sababu waliwadanganya wapige Bahati vita. Kwa hivyo mimi nimepitia mengi ya kumislidiwa na kupotea. Na chenye nimelearn ya mwisho ni kwamba watu wa gospel hawajaokoka. Watu wa gospel industry, siongee kuhusu gospel. Gospel ni kanisa. Gospel music industry ya Kenya wamejaza chuki na vita. Kwa hivyo wakiniona na mtu kesho wanataka kumtumia kuniaibisha. Na wakati mimi niko na yeye hawamtumii. Wewe nionyeshe mtu mmoja asha support Deno. Nimekuambia hautapata. Enda ufanye investigation yako, na ukipata useme kesho Wisdom alikudanganya. Hautapata mmoja amesupport Deno. Na Deno ni mtu mwenye I think kwa gospel industry huo ndo msanii anahitaji support. Sababu ako disabled na ako gifted. Sijaona hata Daddy Owen mwenye alimba na Deno akamtumia wakati wanaimba wimbo ya Mbona akimpost. Kwa hivyo mimi ni hizo unafik na hizo fakeness mimi nimeona mbona nipigane hizi vita, sinifanye mambo yangu na nitumikie Mungu wangu. Kwa hivyo mimi kutoka EMB sio kukosana na Bahati bro. Mimi siwezi kukosana na Bahati. Bahati is one of the most huo ndio mtu amesaidia watu wengi, na hata wanafaa wahuzunike sana wakati wanapiga EMB vita wajui wanafunga njia. Huo ndio mtu ametumika kufungulia vijana njia wapate riziki, wasaidie familia zao. Lakini wamemgeukia sababu wao wakijaribu haiwezi. Wanaona wampige vita. Kwa hivyo hiyo vita yenye wamempiga wakashindwa wakaihamisha kwa Wisdom, na mimi nikainua mikono nikasema nimeachana nayo. And you umesema wa gospel industry wa support na wanataka put Bahati down, and because sijaona collab ya Bahati with any big artist. Do you think wewe nikuulize umeona collab ya Guardian Angel na Masimasika? Umeona collab ya Masimasika na Size 8? Umeona collab ya Gloria Muliro na Daddy Owen? Hapana. Umeona collab ya Jabidi na Anastasia Mukabwa? Hapana. Umeona collab yoyote ambayo inafanyika ya msanii wa gospel na mwenzake wenye wanafanya vizuri? Lakini enda secular, Nyashinski ako na sauti safi. Boondocks wako na ethic. Na una expect wakuwa maadui ama wakuwa wanashindana. Calligraph ana masauti ameimba ngoma poa, anatamani afanye na yeye kazi. Calligraph anaona 0 hata ajuo ni nani, lakini amesikia wimbo online anaipost. Anasema hii wimbo ni noma, huyu msanii ni nani? Wewe umeona hiyo support kwa gospel. The reason why musically wanashindwa na secular ni sababu wao hawana movement, hawana love, hawana unity. Sababu wanaamini huyu akifanya na huyu anagawia huyu nyota. Lakini secular wanaamini huyu akifanya na huyu wanashinda wote. So hizo ndio tofauti ambazo nimeangalia nikaona mimi wacha nipiganie kwenda mbinguni, nisipiganie vitu zingine za mafans wangu waone. Wacha nijitenge na niachane na hii kitu. So fans wako umesema wategea tu ama itakuwa aje sasa?
Watoto wangu wasitegemee muziki kutoka kwangu, sababu mimi natumikia Mungu na mimi ni mtoto wa Mungu na siwezi ondokea Mungu sababu ya watu. Kwa hivyo kama siwezi imba gospel, mimi na have kufanya mitikasi zangu na hustle zangu, lakini ni mtumikia Mungu. Kwa hivyo for now sitaweza kutoa nyimbo na sitaweza kabisa. Kwa hivyo hiyo ni decision yangu mimi, secular nimeacha. Na nimeachia wenye ambao siku za usoni watu wataniquote, watasema Wisdom alisema. Kwa hivyo chenye nimesema sasa hizi ni chenye imefanya sasa hii gospel haibobei kama sasa hii. Ndio maana walifukuza Willy Paul. Kwa sababu Willy Paul alipatikana kwa scandals zingine hazina credentials, haziko based on reality,